kama kuna kipindi ambacho tunatakiwa kuwa makini sana ni kipindi cha sasa. Naona shetani anajua ana muda mchache sana, kwa hivyo anatumia kila mbinu kuweza kuwateka, kuwachukulia mawazo watu wa Mungu. Ndivyo anatakiwa wawe makini sana. Sasa leo kumekuwa na kuwaza ya kwamba kuna sehemu panaitwa Jehanamu ambapo watu wanakuwa wanaenda wakisha kufa. Lakini hapa kuna uhalisia mdogo. Ndio uone leo hivi hakuna sehemu panaitwa Jehanamu, hakuna hapo sehemu. Haipo hiyo sehemu inaitwa Jehanamu leo. Leo hakuna sehemu inaitwa Jehanamu abadan. Sasa ngoja kwanza ni tuweze kusoma kwenye kitabu kimoja hapa. Kinaitwa kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Naona shetani ana akili. Shetani vile vile ni mjanja sana. Kwa hiyo tusipotumia akili na fikra njema hatuwezi kujua amejifichaje. Tusome hapo. Asema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Ni lazima sisi tuweze kujua fikra zake ndio tuweze kujua namna ya kumshinda. Anajificha sana, ndio hapendi watu wamjue. Ndio maana leo watu wanamchora shetani akiwa na sura mbaya, wanamchora akiwa kama unajua shetani hakuna kiumbe kizuri, hata mwanadamu hamfikii uzuri shetani. Huo ndio uhalisia. Upende usipende. Kwa sababu katika kushushwa akiwa katika sura ya 12 ya kitabu hiki cha Ufunuo, akishushwa kutoka mbinguni hakuharibiwa sura. Hapana, alibaki hivyo. Pia ukiona katika sura ya 14 ya kitabu cha Isaya, vile vile anaelezwa namna atakavyoshushwa. Bado alishushwa akiwa na uwezo wake, hakupunguziwa hata nusu. Ndio unaona amekuja kufanya controversy, pambano na Yesu akiwa hapo msalabani, pambano na watu wa Mungu leo. Kwa hivyo bado na nguvu zake na sura yake ni nzuri kabisa, ya urembo kabisa. Ni maana alikuwa ana tofauti hata malaika wengine. Sasa hapa duniani amekuja kudanganya watu, kama vile kuna sehemu panaitwa Jehanamu ambapo huko kuna watu huwa wanaelekea, wale walikuwa wana makosa mabaya, hawakuwa wametubu, wanaenda huko. Wale wamefanya vizuri wanaenda mbinguni. Wengine sijui hapo katikati kuna sehemu panaitwa Toharani, ambao huo ni uongo wa kutunga wa shetani ili watu waweze kuangamia na kuwa na mashaka. Leo kuna vitu viwili tu, kuna sehemu mbili tu, kuna mbingu alafu kuna hii nchi katika hizi controversy na shetani. Sijasema hakuna sahali zingine, hiyo sijasema. Nimesemea sehemu ambapo hata shetani alipotoka akaja ni hapa duniani. Hakuna sehemu nyingine, ipo huko chini tena panaitwa tena Jehanamu, ambao kuna moto unawaka. Maana moto utaenda wapi? Moto utawashwa wapi? Sikiliza sasa tuelezane hapa kwa neema ya Mungu. Kwanza shetani alipotoka mbinguni hakuenda akatupwa sehemu nyingine, alitupwa hapa. Soma hapa katika sura ya 12 ya kitabu cha Ufunuo. Tunaanza katika mstari wa 12 Ufunuo. Anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ana wakati mchache tu. Kwa hiyo malaika akielezea hichi kisa anawaambia ni heri kwa mbingu, kwa sababu tayari yule malaika ametupwa pamoja na jeshi lake, kama alivyoeleza kuanzia mstari wa 6 katika ile pambano iliyofanyika, hiyo vita iliyofanyika mbinguni. Lakini alivyotupwa, ametupwa akatupwa hapa chini. Anawaambia sasa walioko kwenye nchi, ndio sisi, ndio wanadamu pamoja na samaki na kadhalika, kote katika dunia hii, ya kwamba hapo huyo aliyetupwa kutoka mbinguni ameshuka kwenu akijua na wakati mchache tu. Kwa hivyo ametupwa hapa. Hakuna sehemu pengine ambapo kuna moto unawakaga tu milele ukisubiri watu waweze kutupwa humo. Hapana, huo moto sasa utakuwa wapi? Ndio swali ambao unataka sasa tuliendee hapo. Tuende katika kitabu cha Petro, tumsikilize mtume wa Mungu anasema nini. Petro wa pili. Na ndugu zetu, tuweni makini sana, kwa sababu hapa ndipo ambapo wengi wanakuwa wakidanganyika.
lakini tukisimama katika maandiko hakutakuwa na shida kabisa. Tutajua tunaelekea wapi na kwa nini tunaamini kile tunachoamini. 3 mstari wake ni wa 7. Nitasoma Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 7. Anasema, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo likilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Jibu liko clear kabisa. Ndio naona hapa duniani ndipo moto utakapowashwa. Hii ndio jehanamu itakayokuja. Hakuna sehemu ambapo sasa panawaka moto. Anasema hata itakapokuja ile siku ya hukumu, kisha kukamilika hukumu, hawa watu wanajulishwa kwamba wewe ni wa kwenda huku, kwa hivyo moto utakuwa katika nchi hii, na wanadamu wasiomcha Mungu wataangamia katika nchi hii. Katika nchi hii ndio itasafishwa kwa ajili ya kuweza kuona kwamba iwe mahali patakatifu kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa nini hapa amesema ya kwamba mbingu za sasa na nchi? Kwa sababu gani? Hebu turudi kwa Yesu kidogo. Ndio Yesu akiwa anaelekeza sasa, anaeleza kile kitakachokuja kufanyika atakapokuja katika sura ya 25 ya kitabu cha Mathayo. Anaeleza hivi, hebu twende pamoja naye hapo, maana yeye ndio anajua hii scenario itakuwa namna gani. Anajua vizuri mambo yatakavyokuja kuwa siku atakapokuja mwenyewe. Hapa katika mstari wa 31 sura ya 25 ya kitabu cha Mathayo anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Huu ni wakati wa hukumu ambapo Petro ametuambia ile siku ya hukumu mpaka itakapokuja, na alafu itakapokuja ndipo itakapokuwa kuna watu watapelekwa katika moto, watu wataunguzwa, wataangamizwa. Ndio naona Yesu amekuja sasa hapo, anaelekeza kwamba atakaa kwenye kiti chake cha utukufu. Akisha kukaa nini kitatokea? Ndio unaona atawabagua kondoo na mbuzi. Watu watabaguliwa kama kondoo na mbuzi abaguavyo mchungaji. Lakini sasa ona katika mstari huu wa 41, sasa wale watakuwa katika upande wa kushoto wanaambiwa hivi, kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kumbe huu moto ulikuwa straight kwa ajili ya Shetani na malaika zake, lakini hawa watu kwa sababu wamefata yale walielekezwa au walidanganywa na hawa malaika pamoja na Ibilisi, sasa wanaambiwa nendeni kwenye huo moto. Lakini kwa nini wanaambiwa waende kwenye huo moto? Ni kwa sababu gani? Hakukuwa na moto kabla. Huo moto uashwe ndio waangamie Shetani pamoja na malaika zake. Kama huo moto ungekuwa uko tayari, maana yake ni kwamba angekuwa amekusha kuangamia hata kitambo. Lakini kwa sababu dhambi itakuja kuangamizwa na mauti itaangamizwa baada ya hawa watu kuwa wamekusha kufa, wanatakiwa waweze, maana hata Shetani mwenyewe atakuja kuteketea kabisa, amalizike, asiwepo tena. Ila ni wakati huo baada ya ufufuo, baada ya hukumu, maana hukumu ndio inaoleta hitimisho ya kwamba nani awe nani sio nani. Kwa hivyo hakuna sehemu inaitwa jehanamu leo, hakuna moto unawakaga huko. Sasa unawatesa kina nani? Na wale watakuja kufufuliwa, wanafufuliwaje? Watoke kwanza kwenye moto ndio baadaye warudi hapo. Sasa si wamesha hukumiwa tayari? Hukumu inaanza, ndipo inafuata matokeo ya hukumu, adhabu. Sasa watakuja kuhukumiwa nini ikiwa tayari wanatumikia adhabu? Hiyo ni kitu kinaingia akili? Hakiwezi hata kidogo. Shetani yupo katika dunia hii, ila hayupo katika mwili, yupo katika roho. Japo ana mwili, lakini anaendelea akizunguka. Ndivyo anavyosema hata Petro hapo, anazunguka. Lakini siku ile baada ya kuwa sasa wote tumevishwa miili mipya, wale walio sasa wamevishwa miili mipya, wale walio na dhambi nao wana miili hiyo ambayo wanaweza hata kumuona. Sasa watadictate na kujua kwamba hapo ni Shetani. Ndipo baada ya hapo adhabu itakuwa katika dunia hii. Hapa ndipo ambapo moto utakuja usafishe hii nchi ili ije kufaa kwa ajili ya wale watakatifu watakaoenda katika mbingu ya milele. Hakuna jehanamu hata sasa. Ndio na kuzimu. Mfano kuzimu ni hapo ambapo mtu anakuwa amelala, ndio kwenye kaburi lake, ndio hapo tu. Akiisha kufufuliwa siku hiyo anatoka kwenye hiyo kuzimu. Kuzimu ni sehemu ya kimya penye giza, ndipo hapo kaburini ambapo mtu kalala ndio afufuliwe aje.
kuingia katika hiyo adhabu ya milele kama hakufa katika Kristo.